Dakika ni 6 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Katika hili lisaa la pili tugeukie katika mjadala wa siku ambapo tunamchambua kocha bora wa Tanzania ni nani. Kwako wewe tunaposema kocha bora, unaelewa nini? Unaamini kocha bora ni yupi? Tukiangalia vita ya mbinu Yanga, Simba pamoja na Azam, hizi ni timu kubwa za Tanzania. Tukiangalia katika soka la Tanzania, mjadala wa kocha bora ni nani? Kocha bora haamuliwi kwa jina kubwa pekee, bali unaangalia uwezo wa kocha katika kuijenga timu, kubadili mfumo wa mchezo, kusimamia pressure na kutumia wachezaji na kupata matokeo kwenye mechi kubwa. Huyo ndiye tunayemuita kocha bora. Kwa sasa macho ya mashabiki yapo kwa makocha ya vigogo watatu. Ni kweli mwana Tanganyika? Ni kweli macho yako yapo kwa makocha wa vigogo watatu? Yanga, Simba pamoja na Azam, ambao kila mmoja ana falsafa yake ya uchezaji. Kwa hiyo hata mechi zile za kirafiki ambazo zinaendelea kwa sasa, wanakuwa wanapima mfumo wa kocha. Kocha, wachezaji wanaendana na ule mfumo kocha anaotumia. Tukianza na klabu ya Yanga, kocha wa mfumo wa utulivu. Nguvu zake ni kwamba anaangalia zaidi udhibiti wa mchezo kwa kumiliki mpira na kupeleka timu mbele kwa mipango. Na kocha huyu ameonyesha uwezo wa kuunganisha wachezaji wapya na wale waliopo. Ana uwezo wa kubadilisha mfumo kulingana na wapinzani. Falsafa alionayo kocha wa Yanga ni tawala mchezo, tengeneza nafasi na dhibiti matokeo. Swali linakuja kwako wewe shabiki mwana Yanga au mwana soka. Je, uwezo wa kutawala ligi unaweza kuhamia kwenye ushindani wa Afrika? Anaweza kusimamia pressure ya kutakiwa kushinda kila mechi? Hayo ni maswali ya kujiuliza. Tukigeukia klabu ya Simba, kocha wa pressure na matokeo. Nguvu zake, Simba ni timu yenye pressure kubwa, hivyo kocha wake, kocha wa Simba anatakiwa kuwa na uwezo wa kusimamia mazingira magumu, na ana jukumu la kurudisha ushindani wa ndani na kujenga kikosi chenye njaa ya mafanikio. Vile vile kocha ambaye ataisimamia Simba au anaisimamia Simba anahitaji kufanya maamuzi magumu kwenye kikosi. Hizi zitakuwa ni nguvu zake. Falsafa ya kocha wa Simba inatakiwa kuwa matokeo kwanza kisha uboreshaji wa mchezo. Matokeo kwanza kisha uboreshaji wa mchezo. Maswali kwa mashabiki wa Simba. Je, Simba wanahitaji kocha wa kujenga timu au wanahitaji kocha wa kushinda haraka? Mnataka kujenga timu au kushinda haraka wana Simba? Na mfumo wake unaweza kuhimili mechi kubwa dhidi ya Yanga na Azam? Mfumo ambao atakaotumia kocha wa Simba, huo mfumo una uwezo wa kuhimili mechi kubwa kama Yanga na Azam? Tukigeukia klabu ya Azam, nguvu za kocha ambaye yupo Azam, anatakiwa kujua kwamba Azam ina mazingira mazuri ya kujenga timu kutokana na uwekezaji mkubwa, na kocha anapata nafasi ya kuendeleza falsafa ya muda mrefu, na vile vile timu ina uwezo wa kucheza soka la kisasa kutokana na ubora wa wachezaji. Falsafa ambayo anatakiwa kuwa nayo kocha wa Azam ni kujenga timu yenye ubora wa muda mrefu. Jenga timu yenye ubora wa muda mrefu. Maswali kwa mashabiki wa Azam. Je, Azam wanaweza kuvunja utawala wa Yanga na Simba? Na hii mada tulikuwa tumeijadili jana. Watu wengi wakawa wanasema Azam bado sana, sijui nini na nini, but mimi nakwambia lolote linaweza likatokea. Swali jingine la kujiuliza, kocha anaweza kubadilisha ubora wa kikosi kuwa mtaji? Hayo ni maswali kwa klabu ya Azam, mashabiki wa Azam. Tukiangalia sasa vipimo vya kocha bora, kwanza ni uwezo wa kubadili mfumo. Kocha bora anatakiwa na mpango mmoja tu, anatakiwa kujua lini acheze kushambulia, lini alinde na lini abadilishe wachezaji. Huu ni kubadili mfumo, ni kipimo cha kocha bora hicho. Kipimo cha kocha bora ni matumizi ya wachezaji. Kocha mkubwa si mwenye nyota wengi, bali ni yule anayefanya kila mchezaji aonekane bora. Kuna wanasema kwamba kocha ana uwezo wa kufanya mchezaji kuwa bora zaidi au akamfanya mchezaji kuonekana kwamba sio wa kiwango kikubwa. Jambo la tatu ambalo ni kipimo cha kocha ni katika mechi kubwa. Hapa ndipo kupimwa
Mfano dabi ya Kariakoo, mechi za ubingwa na mashindano ya CAF. Ndipo kocha bora anapimwa hapa kwa hizi mechi kubwa. Jambo jingine la kumpima kocha bora ni kujenga utamaduni wa timu. Kocha bora huacha alama ya nidhamu, alama ya mchezo unaotambulika na vile vile wachezaji wanaoamini mfumo. Hoja kwa wewe shabiki, kama upande wa Yanga unaweza kusema kwamba kocha bora yule anayeshinda mataji na kuweka mfumo unaoeleweka. Upande wa Simba, Simba wengine wanakuambia kwamba kocha bora ni yule anayeweza kuibeba timu yenye pressure kubwa na kurudisha kileleni. Kwa sababu wao wanataka kurudi kileleni, kwa hiyo wanaenda mule. Na wale watu wengine wanasema kwamba kocha bora ni yule anayejenga timu ya kesho, si kushindana leo pekee. Kwa hiyo usione Azam washindi pengine yale wanayofanya sasa hivi matokeo yatakuja kuonekana baadaye miaka ijayo mbeleni. Swali la kujiuliza mimi na wewe mwanasoka, kama ungepewa kazi ya kuchagua kocha mmoja wa kuongoza timu ya taifa, ungemchagua nani? Ungemchagua nani? Kama ungepewa kazi ya kocha mmoja tu wa kuongoza timu ya taifa, ungemchagua nani? Mniambie hapo jamani, shukeni hapo, shusheni. Anton anasema mchezaji huyu anatoka timu gani? Mchezaji gani jamani? Mombi anasema nakupata vyema dada Salome, asante sana Mombi. Nashukuru sana kwa ujumbe wako. Anton, mchezaji gani huyu unayemzungumzia? Hii ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku ambapo tumezungumzia kocha bora wa Tanzania ni nani. Kwa hiyo tukaona vitu ambavyo kocha bora anatakiwa kupimwa. Kwa hiyo wewe kama unataka kumjua kocha bora, mwangalie katika uwezo wa kubadili mfumo, matumizi ya wachezaji, mpime katika mechi kubwa, dabi ya Kariakoo, mechi za ubingwa, mashindano ya CAF, na vile vile huyu kocha awe anaweza kujenga utamaduni wa timu. Huyu sasa katika hayo yote manne akiyafanya vizuri kwa kile kiwango ambacho kinaridhisha, huyu sasa ndio tunaweza kusema kwamba huyu ndiye kocha bora. Tugeukie sasa katika kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo leo tutamzungumzia mchezaji anayekwenda kwa jina la Jibrila Kasali. Jibrila Kasali. Majina mengine jamani nye ni magumu, lakini tunapambana nayo sawa. Jibrila Kasali anafahamika kwa jina la Mahamud Tanja Jibrila Kasali ni mchezaji wa soka anayekipiga katika klabu ya Simba Sports Club kama kipa au goalkeeper. Anatokea nchini Niger na alijiunga na Simba katika dirisha la usajili la Januari. Nitamzungumzia tu kwa ufupi. Jina lake halisi ni Jibril Kasali, pia huwa ndio Mahamud Kasali. Amezaliwa tarehe 5 Julai 1996. Nchi aliyotokea ni Niger. Nafasi ni kipa, klabu anayochezea sasa ni Simba Sports Club. Namba jezi ni 39. Kwa kukumbuka ligi hivi. Uwezo wake anapokuwa uwanjani, Kasali ni kipa mwenye sifa za uwezo wa kuokoa mashuti hasa katika mazingira ya pressure. Ana uwezo wa kutumia urefu wake na matumizi mazuri ya mkono yanasaidia kudhibiti mipira ya juu. Na ana uzoefu wa kimataifa vile vile, akiwa amewahi kuitwa kwenye timu ya taifa ya Niger. Na ana utulivu na nidhamu, mambo ambayo yanaonekana kusaidia katika kupata nafasi ndani ya kikosi cha Simba. Mimi niwaulize nyinyi wanasoka, hivi kwani unapokuwa kipa unatakiwa na urefu kiasi gani? Yaani unatakiwa uwe mrefu kwa kiasi gani? Kwani mtu mfupi hawezi kuwa kipa jamani? Vigezo na masharti vinazingatiwa kwamba yani ukinyanyuka uweze kugusa goli. Na hapo basi kuwa kipa inatakiwa uwe na urefu gani? Safari yake katika Simba ilisaidia baada ya changamoto kwenye nafasi ya kipa, na alipewa nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Ameanza kuaminiwa na benchi la ufundi kutokana na kiwango chake na mwendo wake wa mazoezi. Hivi vimefanya endelee kuamika. Changamoto ambazo anakutana nazo katika klabu ya Simba, anakabiliwa na ushindani mkubwa kwa sababu klabu hiyo ina historia ya kuwa na makipa bora kama Aishi Manula, na mashabiki wanatarajia Kasali aoneshe uthabiti na kujenga jina lake mwenyewe. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Kasali ni kipa mwenye uzoefu ambaye amepewa jukumu kubwa la kulinda lango la Simba na kuthibitisha uwezo wake katika soka la Tanzania na Afrika. Huyo ni Kasali. Kwa namna yake bwana anaendelea kujipambania kuonesha ubora wake katika kile kitengo alichokabidhiwa. Kwa hiyo tunaamini atafanya vizuri na atakuwa ni miongoni mwa wale makipa ambao wamekuwa wakizungumziwa kwamba wafanya vizuri au wameacha alama. Kwa hiyo naamini Kasali atakuwa miongoni mwa hao watu. Hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji.
Yes, hapo YouTube utapata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe na kukukumbusha mambo ya subscribe uweze kufanya hivyo na uweze kusubscribe katika channel yetu ili usiwe na habari yoyote ya michezo ambayo tunakuja hapa jamani. Hakikisha unazingatia hilo. Sisi tunakupenda sana. Kwa hiyo bwana, hakikisha hatukukosi. Tuangalie sasa tuangalie katika ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri. Tukianza kuchambua mechi inayoenda kuchezwa Jumamosi ya klabu ya Simba pamoja na Police FC kutoka pale nchini Kenya. Mechi ya kirafiki ambapo ni Simba Day, wakiwa wamewaalika wao hao Polisi ili waweze kucheza nao. Okay, Jumamosi kutakuwa na mechi ya kirafiki na maandalizi bado yanaendelea baina ya Simba, klabu ya Simba ambao watacheza na Polisi kutoka pale nchini Kenya. Tukiangalia klabu ya Simba, Simba anaingia kwenye mchezo huu wakiwa wanataka kuunganisha wachezaji wapya na wale waliopo, na hiki kitu kinafanyika nyingi kwa sasa kwa sababu wametoka kusajili na sasa hivi wameingia katika kucheza mechi kirafiki ili kupimana uwezo na kutengeneza muunganiko. Kingine wanachokitafuta katika hiyo mechi ni kupima mfumo wa kocha kabla ya msimu. Na kuona ubora wa safu ya ushambuliaji vile vile. Hapa kwenye kupima mfumo wa kocha, kocha ni yule, pengine anaweza kubadilisha mfumo au hata kama mfumo ni ule, lakini kumbuka kwamba kuna wachezaji wengine wapya ambao wameingia. Kwa hiyo hapo mambo yanaweza kuwa tofauti. Kuona ubora wa safu ya ushambuliaji ni kingine ambacho wanakitafuta kwenye hiyo mechi ambayo inaenda kuchezwa Jumamosi. Na pia Simba wanachokitafuta ni katika kujenga kujiamini baada ya mabadiliko ya kikosi. Ndio tumebadilisha kikosi na tunataka sasa tujiamini. Tunajiamini vipi? Tucheze hii mechi ya kirafiki, pengine inaweza ikatuonyesha ni tumefikia level, tutatoboa hawa wachezaji ambao tumewasajili wanafiti kwenye hizi nafasi zao, wameanza kuzoeana, wanaendana na mfumo wa kocha. Okay? Kwa tukiangalia nguvu za Simba ni uzoefu, hawa wana uzoefu wa kucheza mechi kubwa. Ni wachezaji wenye uwezo kubadilisha mchezo na wana pressure kubwa ya kutaka ushindi mbele ya mashabiki. Hawa ni Simba Sport Club. Eneo la kuangalia katika mechi ambayo inaenda kuchezwa siku ya Jumamosi ya Simba Day. Je, washambuliaji watakuwa na ufanisi? Na kiungo kitaweza kutawala mpira na ulinzi utaonesha uimara? Kwenye swala la ulinzi kwa klabu ya Simba na wasiwasi kwa kweli. Kwa ulinzi Simba kwa vizuri, wanajua kujilinda. Wanajua kujilinda. Kwa hapa nitawasifia tu. Tukiangazia timu ya Polisi pale nchini Kenya. Polisi Kenya hawa wanaweza kupinzani. Unaweza ukawa mpinzani mgumu. Upinzani unaweza ukawa mgumu kwa sababu timu za Kenya mara nyingi hucheza kwa nguvu na nidhamu. Hiyo ni sababu moja ambayo inaweza ikafanya kwamba upinzani huu ukaonekana ni mgumu. Na wanapenda kutumia mpira haraka kwenda mbele. Simba nawapa kodi. Jamani, muambiwa wana Simba nawapa kodi za Polisi Kenya. Sisi tunataka ushindi kwa Kenya hapa. Na Kenya, Polisi Kenya wanapenda kutumia mpira haraka kwenda mbele na vile vile wanaweza kuipa Simba pia ni wa nguvu na kasi. Kwa hiyo hili na lenyewe ni la kuzingatia. Kwa upande wangu nikiangalia utabiri wa mchezo ambao unaenda kuchezwa Jumamosi, kama Simba watawala kiungo ni kwamba Simba wana nafasi kubwa kushinda, na kama Polisi Kenya watazuia vizuri, Simba wana nafasi ya kushinda. Kama Simba watatawala, wana nafasi kubwa kushinda, na kama Polisi Kenya watazuia vizuri, wakaimarisha ulinzi, mchezo unakuwa mgumu na wa mabao machache. Kwa hiyo utabiri wangu ni kwamba Simba wanaweza kuibuka na bao moja dhidi ya Polisi Kenya, na kama Polisi wakazuia vizuri, wakaimarisha ile safu ya ulinzi, basi kuna uwezekano wakatoshana nguvu, wakatoka na bao moja kwa moja, ngoma ikawa ni draw, wakatoshana nguvu. Kwa hiyo mchezaji wa kuangaliwa katika hii mechi ya Jumamosi ni washambuliaji wapya wa Simba. Hawa ndio waangalia wana Simba. Kuna yule mchezaji wangu napenda kumtaja, nani, Doumbia. Muangalieni kwenye hii mechi ya Jumamosi, aoneshe wonders. Ningekuwa na uwezo basi ningempa Doumbia kama kufunga magoli ya tupunguze kusema jamani. Watu tuna maneno wallahi. Okay, kwa hiyo mchezaji wa kuangaliwa ni washambuliaji wa Simba na wale viungo wanaotengeza nafasi. Hawa ni wachezaji wa kuangaliwa katika ile mechi ya Jumamosi baina ya Simba na Polisi Kenya. Tukigeukia mechi za pale Ulaya, Chelsea watacheza na Juventus, mechi ya kirafiki. Kwa kuchambua hii ni kwamba hichi ni kipimo kizuri kwa timu kabla ya kuanza kwa msimu mpya, na Chelsea wanaangalia muunganiko wa wachezaji wapya. Juventus wanatafuta utulivu wa mfumo mpya. Kwa hiyo kwa utabiri ni kwamba Chelsea wanaweza kutoshana nguvu na Juventus kwa kufunga bao moja kwa moja.
Tukigeukia Premier League kwa mwaka 2026 2027, msimu mpya wa Premier League unatarajiwa kuanza Agosti 21, huku ratiba ikiwa tayari imetolewa. Mechi kubwa za kufuatilia mwanzo wa msimu, mwanzo huu wa msimu ni Arsenal pamoja na Coventry City, ni mechi hizi za kufuatilia. Manchester City pamoja na Bournemouth, Newcastle na Liverpool, Brentford pamoja na Tottenham. Hii ni mechi kubwa ambazo unaweza ukafuatilia mwanzo wa msimu huu hapa wa mwaka 2026 2027. Hii ni katika kile kipengele cha ratiba ya mechi pamoja na utabiri. Kwa hiyo labda mimi natakia kila laheri katika mchezo wenu, katika mchezo mnaoenda kucheza Jumamosi. Basi mkaibuke na ushindi ili muendelee kutupa matumaini. Na nyinyi wachezaji wapya mliosajiliwa Simba, pale sasa muoneshe ujanja wenu, yaonyesheni pale, wasiwachukulie poa bwana. Sasa hii yasema kwamba wana mbinu waje wasitumie kwenye game, wanafanya hivi. Unaangalia kumbe unapotea. Basi waonesha, yani wewe onyesha chako chote. Usina shaka na hilo kabisa. Okay, kwa hiyo kwa kuongezea kipengele kingine kwamba leo klabu ya Yanga walitangaza kuzindua jezi mpya ambazo zitatumika msimu wa mwaka 2026-2027. Kwa hiyo tukio hilo sema litafanyika leo majira saa 6, lakini jambo hili litakuwa huko tayari linaendelea. Kwa hiyo katika uzinduzi wa jezi, mashabiki wa Yanga kuna mtu anasema mimi sijasema usinihusishe. Mashabiki wa Yanga wanategemea zaidi kuona jezi za nyumbani, yani home kit, wanatamani kuona jezi za ugenini na wanatamani kuona jezi za mazoezi pamoja na bidhaa nyingine za klabu katika siku hii ya uzinduzi wa jezi hizo. Kwa hiyo mashabiki pia wanatarajia kuona kauli mpya ya msimu. Simba, mna kauli gani ya msimu huu? Mna kauli gani? Simba bingwa au kauli yenu ni mniambia hapo jamani, nijue ya Simba kwa msimu huu. Kwa hiyo mashabiki pia wanatarajia kwamba katika leo siku ya uzinduzi wanatarajia kupata kauli mpya kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027. Wanataka kuona ubunifu wa jezi umekaaje, jezi inavutia, na pia wanataka kuona ujumbe unaoendana na malengo ya klabu. Kwa hiyo matukio ya aina hii kuzindua jezi huwa yanakuwa yanaambatana na kuonesha sura mpya za usajili. Wale ambao wamesajiliwa wanapenda kuwapa mashabiki nafasi ya kuwaona nyota wao wapya na kuonesha kikosi kilichoweka katika msimu mpya. Na vile wanatengeneza kuwa karibu na mashabiki. Yanga imekuwa ikifanya uzinduzi wa jezi kuwa na mashabiki, ikiwa na burudani, na wakati mwingine shughuli za kijamii pia zimekuwa zikihusishwa huko. Kwa hiyo katika msimu huu hapa Yanga wanaingia katika msimu huu wa 2026-2027 na matarajio makubwa, kwanza ikiwa ni kutetea mataji ya ndani, kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF na kuongeza mauzo ya bidhaa za klabu na vile kuimarisha uhusiano na mashabiki. Sasa nikuulize, jezi mpya ya Yanga itakuwa bora kuliko msimu uliopita au jina la Yanga linalouza? Benjamin anasema kutoka Lulemba, anasema lakini sijui tu wachezaji wazuri wanapambaniwa sana. Je, akifeli tunaongea tena? Washabiki ndio hapo. Yani binadamu ndio tuko hivyo. Wanasema kwamba yani kila utachokifanya lazima usemwe. Kila utachokifanya ufanya vizuri watasema, ukifanya baya watakusema, na sio kusema tu, wakati mwingine wanasema na kukucheka. Kwa hiyo utaamua wewe wakucheka wakati gani. Ufanye mambo yako wakucheke mapema au uendelee kuwafurahisha wale wakucheke baadaye, wakati hiyo baadaye wewe umechelewa wakati kufanya jambo lako. Kwa hiyo uamuzi ni wako. Hapo ni wewe tu na namna ya kuamua uchukue muda gani. Lakini kila unachokifanya, kila maamuzi unayochukua lazima watakucheka, na wasipokucheka basi unaweza kuvunja moyo. Na yani mimi huwa naangalia katika mechi hasa mpira wa miguu, katika usajili wanavyokuwa wanasifia wachezaji wapya wale wanaokuwa wasajiliwa. Yani kila mchezaji ambaye anakuja lazima atapewa sifa nzuri. Wengi wao wanapewa sifa nzuri. Ukicheza mara 2-3 wanaanza kupewa sifa mbaya. Wakiingia uwanjani, namna wanavyopambana, wanacheza, umeanguka, umeumia, atakwambia nyanyuka mpaka uendelee. Yani maisha ndivyo yalivyo. Utaanguka, utaumia, lakini ufanye nini? Maisha huwezi unanyanyuka, unaendelea. Kwa hiyo na wewe wanasema ukianza kufanya jambo lako atakusifia, unaweza bwana. Ukishaanza kuonesha mafanikio kisha wewe hapo sasa ndio wananyanyuka sasa, wenye wivu, wenye roho za chuki, wenye roho za korosho, yani kila mtu anakupia ni lake. Na wengine wanaenda mbali zaidi kukuchafulia kule kwenye kile chanzo chako. Anajua huyu furaha alipata sehemu fulani, basi